Rais wa Marekani Donald Trump Jumatano amechelewesha kwa mwezi mmoja ushuru mpya wa asilimia 25 kwa magari kutoka Mexico na Canada, wakati kukiwa na wasiwasi kwamba vita vya kibiashara na mataifa hayo jirani huenda vikaumiza watengenezaji watatu wakubwa wa magari nchini Marekani. Trump alizungumza na maafisa wa ngazi ya juu wa kampuni ya magari ya Ford, General Motors na Stellantis kabla ya kutangaza kuchelewesha. Msemaji wa White House Caroline Leavitt aliwaambia wanahabari. Alisema kwamba Trump aliwasihi watengeneza magari hao kuhamisha viwanda vyao kutoka Mexico na Canada hadi hapa Marekani ili kuepuka kulipa ushuru. Hata hivyo, ushuru mpya kwenye bidhaa nyingine kutoka Mexico na Canada bado upo, ingawa Leavitt alisema kuwa rais yuko tayari kwa mazungumzo ya kutafuta mbadala. Trump alitangaza uchelewesho wa ushuru wa magari baada ya kuongea awali na waziri mkuu wa Canada Justin Trudeau, ambapo kwa mujibu wa Associated Press, Canada haipo tayari kuondoa ushuru uliowekwa kama Trump ataacha ushuru mwingine kwa Canada. Bodi ya Marekani inayotathmini wafanyakazi wa serikali kuu waliofutwa kazi Jumatano imeamuru Wizara ya Kilimo kuwarejesha kazini kwa muda maelfu ya wafanyakazi waliopoteza ajira zao, ikiwa sehemu ya hatua za Rais wa Marekani Donald Trump za kupunguza idadi ya nguvu kazi katika serikali kuu. Kathy Harris, ambaye ni mmoja wa viongozi kwenye bodi ya Merit System Protection, aliamuru wizara hiyo kuwarejesha wafanyakazi hao kwa msingi ya uangalizi kwa siku 45 wakati kusikilizwa kwa kesi ya kupinga kufutwa kwao ikiendelea. Uamuzi huo umetolewa siku moja baada ya jaji wa serikali kumzuia Trump kumfukuza kazi Harris, ambaye ni mdemokrat, na kumuondoa katika nafasi yake kwenye bodi hiyo bila ya sababu kabla ya muda wake wa miaka 3 kumalizika. Utawala utakata rufaa dhidi ya uamuzi huo. Trump na Elon Musk, ambaye anaongoza idara maalum ya kutathmini ufanisi katika serikali, wanaongoza juhudi za kupunguza urasimu katika serikali kuu, ikiwa ni pamoja na kupunguza idadi ya wafanyakazi. Takriban zaidi ya wafanyakazi 20,000 wa serikali kuu, wengi wao wakiwa kwenye kipindi cha uangalizi, wamepoteza ajira zao, huku wengine 75,000 wakiacha kazi kwa hiari, kati ya jumla ya wafanyakazi milioni 2.3 wa serikali kuu. Wakati viongozi wa Umoja wa Ulaya wakijiandaa kwa mazungumzo ya dharura kuhusu misaada ya kijeshi baada ya utawala wa Trump kusitisha msaada wake kwa Ukraine, wataalamu kadhaa wa Russia wanasema kwamba Moscow inajitahidi kuvuruga mshikamano wa Magharibi. Kufuatia majibizano ya wiki iliyopita huko White House kati ya viongozi wa Marekani na wale wa Ukraine, msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov Jumatatu alilaumu Ulaya kwa kuendeleza vita hivyo, akiongeza kuwa marekebisho kwenye sera za mambo ya nje za Marekani kwa sehemu kubwa zinaendana na mtazamo wa Moscow. Maoni hayo yamekuja kabla ya kuanza kwa mkutano wa fedha wa Umoja wa Ulaya hivi leo Alhamisi, ukilenga kuimarisha usalama wa bara hilo pamoja na msaada kwa Ukraine, ambayo kwa miongo mingi imekuwa ikitegemea msaada wa ulinzi kutoka Marekani. Kwenye mahojiano hivi karibuni na gazeti la kijeshi la Krasnaya Zvezda, waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov alimtaja Rais Trump kama mtu anayeangalia masuala kwa kina na kwamba kauli mbiu yake ni tumia akili. Alisema kwamba majanga yote ya dunia kwa zaidi ya miaka 500 iliyopita yalianzia au kufanyika Ulaya kutokana na sera zao, wakati Marekani ikiwa haijahusika. Na Marekani Jumatano imewawekea vikwazo maafisa 7 wa ngazi ya juu wa kundi la Wahouthi wa Yemen linaloungwa mkono na Iran, wizara ya fedha imesema. Patrick Ndwimana anatueleza zaidi. Watu hao walifanya biashara ya magendo ya vifaa vya kijeshi na silaha ndani ya maeneo ya Yemen yanayodhibitiwa na Wahouthi na walihusika katika majadiliano ya kununua silaha kutoka Russia, wizara ya fedha ya Marekani ilisema katika taarifa. Wizara hiyo imewataja Abdul Wali Abdo Hassan Al-Jabri na kampuni yake Al-Jabri Trading and Investment kwa kuwaajiri wa Yemen kwenda kupigana nchini Ukraine kwa niaba ya Russia na kuchangisha fedha kuunga mkono operesheni za kijeshi za Wahouthi, wizara ya fedha imesema. Serikali ya Marekani ina dhamira ya kuwawajibisha Wahouthi kwa kupata silaha kutoka kwa wauzaji wa Russia, China na Iran ili kutishia usalama wa bahari ya Sham. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje Tammy Bruce alisema katika taarifa. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani Jumanne ilisema inatekeleza hatua ya kulitaja kundi la Wahouthi kama kundi la kigaidi la kigeni baada ya Rais Donald Trump kulitaja hivyo mapema mwaka huu. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia.
Msemaji wa White House Caroline Leavitt Jumatano amesema kwamba maafisa wa Marekani wamekuwa kwenye mazungumzo na majadiliano na wawakilishi wa kundi la Hamas lililoorodheshwa na Marekani kuwa la kigaidi. Udhibitisho wa mazungumzo hayo kwenye mji mkuu wa Qatar wa Doha umekuja wakati kukiwa na wasiwasi wa sitisho la muda la mapigano kati ya Israeli na Hamas. Hata hivyo, Leavitt hakutoa maelezo zaidi kuhusu mazungumzo hayo. Leavitt aliongeza kusema kwamba Israel ilifahamishwa kuhusu mazungumzo ya moja kwa moja na maafisa wa Hamas na kwamba kuna maisha ya Wamarekani yaliyopo hatarini. Maafisa wa Israel wanasema kuna mateka 24 walio hai, akiwemo Marekani mmoja Eden Alexander, pamoja na miili ya wengine takriban 35 huko Gaza. Rais wa Marekani Donald Trump ameashiria kuwa hana azma ya kumkataza waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kurejea kwenye uwanja wa vita iwapo Hamas hawatakubaliana na mapendekezo mapya ya sitisho la mapigano ambayo Israel imesema yanaongozwa na mjumbe maalum wa Marekani Steve Witkoff. Mamea kutoka miji mikubwa minne hapa Marekani walifika mbele ya wabunge katika baraza la wawakilishi hapo Jumatano kutetea kile walichokiita sheria ya Sanctuary City ambazo zinawazuia maafisa wa kieneo kusaidia kuimarisha kanuni za uhamiaji za serikali kuu. Wa Republican ambao wanaongoza kamati ya usimamizi na mageuzi ya serikali wamekuwa kikosoa kwa muda mrefu sheria kama hizo, wakati ambapo rais wa Marekani Donald Trump, Republican ambaye amerejea huko White House mwezi Januari, ameahidi kuwafukuza wahamiaji haramu zaidi, wakiwemo wale ambao wanaomba hifadhi kuliko alivyofanya kiongozi aliyemtangulia. Katika matamshi yake ya ufunguzi, mwenyekiti wa kamati James Comer, Republican kutoka Kentucky, aliwaambia mamea wa Boston, Chicago, Denver na New York, wote wa Democrat, kuwa bunge ni vyema lipige kura dhidi ya kupeleka senti hata moja ya ufadhili wa serikali kuu kwa miji hiyo inayofadhili wahamiaji. Mamea walitetea sheria hiyo ambayo inawafanya wakazi wake wote kuwa salama hata wakati wa bunge kwenye kamati ambayo inajulikana mara nyingine kuwa wakali wakati wanapokosolewa. Na Iran imekamilisha miezi miwili ya mazoezi makali ya kijeshi katika miongo kadhaa, huku ikijaribu kuzuia uwezekano wa mashambulizi kutoka kwa hasimu wake Israel na Marekani, watafiti wa usalama wameambia VOA. Watafiti hao wenye makao yao mjini Washington pia wanasema mazoezi hayo ya Iran yalianza mwishoni mwa Disemba na yalitarajiwa kukamilika katikati mwa mwezi Machi, na amehusisha baadhi ya mifumo ya silaha ambazo ni tishio kwa Marekani na Israel, huku wengine wakibaini udhaifu katika uwezo wa Iran wa kujilinda. Kasi, nguvu na utangazaji wa mazoezi hayo hawajawahi kutokea, Ben Tableb ambaye ni kutoka wakfu wa ulinzi wa demokrasia amesema. Fazin Nadimi kutoka taasisi ya Washington kwa sera za Mashariki amesema amekuwa akisomea masuala ya kijeshi ya Jamhuri ya Kiislamu kwa muda wa miaka 20 iliyopita. Sijawahi kuwaona wakifanya mazoezi mengi na kwa muda mfupi kama ilivyoshuhudiwa wakati huu, alisema.